الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار. Amin. Tunaendelea na somo letu la hadithi. Tupo katika hadithi ya 99. Mtume anasema, man tasamma haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi anuka yawm al-qiyamah. Subba fi udhunayhi anuka yawm al-qiyamah. Mtume anasema, man tasamma haditha qaumin, mwenye kutaka kusikiliza mazungumzo ya watu, wahum lahu karihun, na ili hali wao ni wenye kuchukia yeye akisikiliza, hawakupenda mazungumzo yale ayasikie yule mtu. Anasema adhabu yake, subba fi udhunaihi anuka yaum alqiyama, enamiminiwa katika masikio yake ute wa risasi siku ya Kiyama. Risasi ni nini? Risasi huwa ni misumari fulani ambayo inayeyuka, ikipata moto inayeyuka, inakuwa majimaji kama vile mfano wa nailoni. Sasa wanaitumia watu wahunzi wale wa vyuma kuungia baadhi ya vitu. Kama zamani kulikuwa kuna koroboi, taa zile za koroboi za mafuta ya taa, vile vitu vinavyoungia, hiyo ndio inaitwa anuka, risasi. Sasa siku ya Kiyama, huyu mtu ambaye kwamba ana tabia ya kusikiliza mazungumzo yasiyomhusu, anakwenda kumiminiwa ule ute wake, lile rojo lake la ile risasi. Huwa ikipata moto inayeyuka, inakuwa rojo, inakuwa kama uji mzito kwa ajili ya kuungia. Lile rojo lake ndio anakwenda kuambiwa yule anayetaka kusikiza mazungumzo ya watu, hali ya kuwa wenyewe hawataki asikilize. Anaambiwa, weka kichwa chako baba, weka vizuri sikio lako. Ataweka sikio, atamiminiwa ile ishu. Naam. Kwa hiyo haya ni madhara na ni adhabu kwa wale watu ambao wanataka kusikiliza mazungumzo yasiyowahusu. Leo unaona watu wamechukuana faragha, wamekaa pembeni, wanazungumza kwa kuona vile ule msemaji anavyotikisika akinyosha vidole, basi naye anataka mpaka akasikilize. Kuna watu maarufu hao wapiga chabo, hao kupiga chabo ima ni kuchungulia katika madirisha ya watu aone vinavyofanyika ndani, au aende akasikiliza mazungumzo yasiyomhusu. Adhabu yao ni hii hapa. Siku ya Kiyama watakwenda kumiminiwa ute wa risasi katika masikio yao.